Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni kiwanda cha shaba cha Nukia Rukwa. Samia atoa uhakika ununuzi mahindi. Mwigulu wa msifu kujali wananchi. Wasira asema amethibitisha uwezo wa kuongoza nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Benki ya saini makubaliano ya bilioni 300. Habari katika ukurasa wa 20. Dr. Mpango haimiza ubunifu mafundisho ya dini. Habari katika ukurasa wa 7. Dr. Mwinyi aeleza mikakati kukuza biashara. Yamo maduka Kariakoo hadi Kisiwandui. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vijana msitengane kwa sababu ya siasa. Habari katika ukurasa wa 5. Raila azikwa, Ruto amwagia sifa. Habari katika ukurasa wa 18. Serikali agiza tiba za dharura kabla ya malipo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bashe tuna ziada ya chakula tani milioni 5.7. Mgombea urais makini ahimiza amani upendo. Habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kauli za amani ukweli za tikisa. Ni kutoka kwa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba. Askofu ataka watu wakubali kukosolewa. KKT wampa tuzo Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Heche uhamiaji ni mguu kwa mguu. Habari katika ukurasa wa 3. Kwa heri baba. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti limeandika mchuano waratibu kampeni za CCM. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Watajwa kuwa turufu ya ushindi katika kanda zao walizopangiwa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Waelezwa kuchochea ushindi ndani ya CCM na hata dhidi ya vyama vya upinzani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonesha Leila kamati ya kusini, Dr. Bashiru kanda ya kati, Mwanri kanda ya ziwa, Rajab kanda ya mashariki. Mwananchi limeandika shilingi bilioni 300 za CRDB zitakavyoleta mageuzi. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia awapa matumaini wakulima ununuzi wa mahindi. Atoa maelekezo ya serikali kuendelea kununua mahindi kwa wakulima. Anika mpango wake wa upatikanaji wa maji safi na salama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. ACT yahidi serikali ya uadilifu, ajira bila upendeleo. Habari katika ukurasa wa 4. Uhamiaji atoa kauli sakata la Heche. Habari katika ukurasa wa 3. Mpango taasisi za dini zisimame katika nafasi yake. Habari katika ukurasa wa 4. Wasira mpe Samia 5 mingine ya kazi kubwa zaidi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa 3 wa gazeti hili. CRDB ya saini mikataba ya bilioni 300 kimataifa. Habari katika ukurasa wa 5. China yaishtumu Marekani kwa shambulizi la mtandao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika matumizi holela ya dawa ya P2 changamoto ya kiafya kwa jamii. Habari katika ukurasa wa 11.
Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Samia kubadili sura ya kilimo, ahidi kupeleka mabilioni kukipa nguvu mpya kilimo cha umwagiliaji nchini. Habari ni katika ukurasa wa pili. Vibali holela vyazamisha makazi katika mafuriko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, hii ikiwa ni ripoti maalum. Gazeti hili limeandika CRDB yatia saini mkataba wa kimataifa wa bilioni 300. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Othman asema kadi ya chama haitakuwa tiketi ya ajira serikalini. Habari katika ukurasa wa 4. Buriani Raila Odinga, Ruto afichwa siri nzito, aomba mshikamano ODM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Uhuru kweli daima lenye katika ukurasa wake wa mbele limeandika Dr. Samia kuvalia njuga shida ya maji, ahidi kuanzisha gredi ya taifa ya maji ambayo itajumuisha vyanzo vikuu vya maji kutoka ziwa Victoria, Nyasa, Tanganyika na kuungwa katika mtandao wa maji. Afichua ruzuku ya mbolea, chanzo wakulima mkoa wa Rukwa kuzalisha mahindi kwa wingi. Amwagiza Dr. Mwigulu kuangalia fedha zilizobaki serikali yanunue. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika sitawaangusha watu wa Ruvuma, Balozi Nchimbe. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mpango anataka taasisi za dini kutambua wajibu wake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. CRDB yatia saini mikataba inayogusa maisha ya Afrika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Wasira eleza utendaji bora utampa ushindi Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Ada Tadea yaahidi mji wa teknolojia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Gazeti hili limeandika maelfu wa mzika Odinga. Habari katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tunatazama sasa gazeti Mwanahabari lenye katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Samia wapa matumaini wakulima ununuzi wa mahindi. Amtaka waziri wa fedha kuangalia namna ya kuendelea kununua mahindi kwa wakulima kupitia mfuko wa taifa wa hifadhi chakula NFRA. Afafanua wananchi waendelee kuwa na mazao yao kwa kuwa serikali iliwapa ruzuku ya mbolea iliyosababisha uzalishaji uongezeke. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. REA kufikisha umeme vitongoji 2354 mkoani Mtwara. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Samia bingwa siasa za ushindani miaka 4 ya uongozi na ustawi wa kisiasa nchini. Habari katika ukurasa wa 18. Mgombea ubunge wa Kawe kupitia ACT Wazalendo ahidi kushughulikia changamoto sugu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Nabi atia mkono kocha mpya Yanga, Roro afungiwa vioo Jangwani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mechi zijazo ni Oktoba 25, CAF Champions League second leg ni Yanga dhidi ya Silver Strikers. Oktoba 29 ni Yanga dhidi ya Mtibwa Sukari wa ligi kuu Tanzania bara. Gazeti hili limeandika Simba ya meneja. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 11, matokeo yakiwa ni Simba 3 Nsingizini 0, kombe la shirikisho Flambu 1, Singida Black Stars 1. Gazeti hili limeandika Beckham kutumika kuinunua Man United. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ibenge ana jambo Azam. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Amita anazeeka na pesa zake. Habari katika ukurasa wa 13. Gazeti hili limeandika ligi kuu kesho Jumanne, Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons saa 10 kamili jioni KMC Complex, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika Simba mguu mmoja makundi, Singida sare, Falls
alia na washambuliaji Yanga. Mtibwa Coastal hakuna mbabe. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Miss Grand Tanzania aingia 10 bora kimataifa. Habari katika ukurasa wa 21. Tanzania yashindwa kupaa viwango FIFA. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari za michezo, limeandika Simba mguu mmoja, makundi Afrika yaidungua Nsingizini mabao 3-0, yajiweka kwenye nafasi nzuri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Bao moja tu la mfukuzisha Falls Yanga. Habari katika ukurasa wa 23. Alonso naye apinga La Liga kuchezwa Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, na gazeti Nipashe linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa Toka Zamani TV.